niliona niipe heshima hiyo ya kuwa taasisi ya kwanza kuitembelea. Duniani kote masuala ya maadili haijawahi kuwa 100%. Kwa hiyo hii inatupa kazi kwamba tunatakiwa kila wakati kuendelea kutupia jicho masuala yanayohusu maadili. Nimepokea taarifa kutoka kwa mtendaji mkuu pamoja na Mheshimiwa Waziri kwa majukumu yanayofanyika. Na nikupongeze Mheshimiwa Waziri, nawe ulipomaliza tu kuapishwa katika muda huu mfupi tayari umeshakuja kwenye chombo hiki. Hii inaendelea kuweka uzito umuhimu wa taasisi yetu hii. Na kama nilivyosema, kwa kuwa masuala ya kimaadili yanahitaji kutupiwa jicho kila wakati, bado ndani ya nchi yetu moja ya jambo ambalo Watanzania lipo sana kwenye mijadala yao ni masuala yanayohusu maadili. Haya ni ndani ya sekta ya umma, lakini pia nje ya sekta ya umma, ndani ya jamii yetu. Kama ambavyo Mheshimiwa Jaji ameiweka vizuri kwamba huwezi kupata viongozi wenye maadili mazuri kama jamii inayozalisha viongozi hao haina maadili mazuri. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa ya kufanya kwenye masuala haya ya usimamiaji wa maadili ya utumishi wa umma. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipengele cha kifungu cha 52 kifungu kidogo cha kwanza inaelekeza kuwa waziri mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamizi na utekelezaji wa shughuli za serikali za kila siku, na pia atatekeleza au atasababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo Mheshimiwa Rais anaelekeza. Sasa Mheshimiwa Rais ilimpendeza akanipa jukumu hilo la udhibiti. Lakini la pili, ninawajibika kutekeleza ama kusababisha yatekelezwe mambo yoyote ambayo anataka yatekelezwe. Moja ya jambo ambalo Mheshimiwa Rais amelisema mara nyingi ni swala linalohusu maadili. Maadili ya viongozi pamoja na watumishi wa umma. Kukaa kwangu serikalini, hata mimi nimekuwa nikijaza fomu za tamko ya maadili ya viongozi. Lakini kuna mambo ambayo nimejifunza. Kuna mambo ambayo nayajua na ninyi mnayajua. Na kuna mambo ambayo Mtanzania yeyote anayajua, ambayo hahitaji shule kuyajua. Na mambo ambayo kila mtu ni shahidi anayajua. Sasa kwa jukumu hili nililopewa, niliona mapema nitembelee chombo hiki ili tuweze kuchukua uelekeo huo. Jambo la kwanza ninalolijua, najua maeneo ambayo fedha ya umma huwa inaweza kupotea. Sio kila eneo linavuja. Tuna maeneo ambayo yana matobo mengi, naweza nikasema. Tunayo maeneo hayo. Na inawezekana
Watanzania wengine wasiyajue. Na inawezekana pia hata watunga kanuni hizi wanaweza wasiyajue. Ama watengeneza matamko haya wanaweza wasiyajue. Madhara yake, tunaweza tukawa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma. Tunaweza kuwa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma, lakini uhalisia wake, masuala ya ukosefu wa maadili yakaendelea na yenyewe kikamilifu. Masuala ya rushwa yakaendelea kikamilifu, huku tunatekeleza sheria kikamilifu. Moja ya sababu itakuwa ni hiyo. Tulipopeleka tamko ndipo panapovuja zaidi, ndipo penye matobo zaidi. Fedha ya umma 75% na kuendelea ni manunuzi. Asilimia 75 na kuendelea ya fedha ya bajeti ya serikali kila mwaka ni manunuzi. Ni mambo yanayohusiana na manunuzi, mikataba kila mwaka. Na kuwatajia eneo mojawapo ambalo lina matobo mengi. Sisi kwenye sheria yetu, sheria namba 13 ya mwaka 1995 kama ilivyoboreshwa sheria namba 5 nadhani ya mwaka 2001, tamko hili linatolewa kwa viongozi wa umma. Watumishi wengine wa umma wanatoa hati, wanakuwa na hati ambayo haiwalazimishi kuweka wazao. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo lifanyiwe kazi. Hili ni eneo lifanyiwe kazi upya, kwa sababu wale wanaohusika, wale walioko kwenye maeneo ambayo yana chemichemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao, na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni. Sasa madhara yake, kwa kuwa hawa wanaofanya shughuli hizi za manunuzi hawalazimiki kutaja mali zao, na wala hawajazi fomu hizi za maadili ya viongozi wa umma. Wanaojaza ni viongozi wa umma. Hii inatengeneza mwanya wa kwamba fomu zinajazwa kikamilifu, zinajazwa na watu ambao katika baadhi ya maeneo hawako kwenye maeneo yenye chemichemi, yenye changamoto kubwa ya rushwa. Kwa mambo yanaendelea kila mwaka. Tunakuwa na routinary, tunakuwa tuna utamaduni ka kujaza fomu kila mwaka. Unaisha, tunajaza, unaisha, tunajaza, unaisha. Na kila mwaka ukiisha pia na masuala ya rushwa yanaendelea kila mwaka ukiisha. Hili lazima liangaliwe upya. Na Mheshimiwa Waziri, yabainishwe maeneo ambayo yana rekodi za rushwa, yanajulikana. Maeneo ambayo yana viashiria, maeneo ambayo
kila mtu anajua hapa kuna jambo huwa linafanyika mara kwa mara. Kwa sababu ya mapungufu ya kisheria, wale watu wanakwepa. Yabainishwe, hayo ndio yapewe kipaumbele. Na kwa kuwa sasa hivi masuala ya kutumia makaratasi yanapungua, tunaenda kidigitali, tunaondoka kwenye utaratibu wa kutumia taratibu za makaratasi ambazo tulikuwa tunaogopa labda tutarundika sana. Hili liangaliwe upya. Maadili na matamko haya yawe kwa kila mtumishi wa umma, na kipaumbele kielekezwe kwenye maeneo ambayo yana vivutio hivyo vya rushwa. Hapo mifano michache tu. Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hujawa waziri, wewe umepitia, umekuwa naibu waziri. Mfano, manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Hivi kati ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda, nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi kila wakati? Ni mjumbe. Wapo watu ambao ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine anafunguliwa akaunti, fedha. Na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi, inajumlisha na bajeti ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale, unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri, wenzako kule jambo lao lote limepita. Wakienda kwenye viapo, wao wanatakiwa tu ajaze hati ya uadilifu. Hataji alivyoingia alikuwa na nini, sasa ana nini. Wewe unahangaika na mbunge kwa sababu jambo la rushwa likisema kwa mwanasiasa lina ladha zaidi.